الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. نويت سنة الاعتكاف. ونحمد الله الذي هدانا لعقائد الإيمان وأوضح معالمها بالحجة والبرهان، وسلك بأهل السنة سبل التحقيق، وحفظهم من سلوك بنيات الطريق. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين إلى مقام الصدق المكين، وعلى آله الطيبين وأصحابه أئمة المهتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza kabisa kwamba huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katujalia mimi na wewe kufika muda kama huu, sehemu kama hii tukufu, kwa ajili ya kutekeleza ibada kama hii ya salatul maghrib. Kwani ni wangapi na wangapi ambao kwamba walitamani kufika sehemu kama hii, lakini hawakuweza kufika sehemu kama hii kwa shughuli mbalimbali, na wengine wapo nyumbani wamefinikwa mashuka, wanataka kutangulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na rehema na amani zimwendee kiongozi wa umma na ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amekwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafanya juhudi kubwa sana mpaka mimi na wewe tukajikuta tumo ndani ya Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia nini? Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, ay ma jazaa'ul ihsan, hayakuwa malipo ya wema isipokuwa ni wema. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufanyia wema mkubwa sana mpaka mimi na wewe kaupigania Uislamu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukajikuta tumo ndani ya Uislamu. Vipi tutamlipa wema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tutaenda Madina kwenda kuweka pesa kwa kaburi la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tutafanya nini ili turejeshe shukrani kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya na Aisha, siku moja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakana Bwana Mtume, siku moja na Aisha kakana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamuuliza, yana na Aisha, unamjua mbakhili zaidi wa watu? Na Aisha akamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, simfahamu huyu amekuwa ni mbakhili zaidi kwa watu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, al-bakhil man
falam yusalli alayya, bakhili ni yule ambaye kwamba nitatajwa mbele yake na wala yeye asiswalie. Tumswalieni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Bwana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kuwa ndani ya Qur'an katika suratul Kahf, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Hapa tukiangalia mbwa alipata sifa na kutajwa ndani ya Qur'ani. Kwa nini? Kafuatana na kuambatana na watu wema. Vipi sisi tusiwe ni wenye kusifiwa kwa ajili ya kumfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau wewe kama utamtaja basi mambo yako yatakuwa ni ya kufunguka. Lau kama utamtaja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shida zako zote zitakuwa ni zenye kugura. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya salatu ala nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya swala Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama mmoja kaulizwa kuwa mke wako wampenda vipi, hebu tuambie kuwa mke wako wampenda vipi wewe, tusifie. Kasema qalbuha qalbi wa qalbi qalbuha, ruhuha ruhi wa ruhi ruhuha, ana wa hiya ruhun wa qalbun wahid, hasbuha hasbi wa hasbi hasbuha. Kama huyu kaweza kumsifu mke wake namna hii, vipi sisi tusimsifu na kumfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na huyu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunazungumza yuko wapi? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko katika nyoyo zetu, yuko katika nyoyo zetu. Ingawa sisi hatujamuona Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini habari zake tuko nazo, na sisi pia tukamwamini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa neema ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa juhudi kubwa ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katutumanishia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ummat Muhammad, na tukajikuta tumo ndani wa Uislamu, basi sisi shukrani ambayo kwamba tunatakiwa tuitangulize kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni salatu ala nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Waislamu, kwa nini tupo sehemu kama hii, na kwa nini wengine sehemu kama hii hawakuwepo au hawakupatikana katika muda kama huu? Kila mtu yupo sehemu ambayo kama ni tofauti tofauti. Wapo wengine ambao kwamba wanatamani sana kufika sehemu kama hii, lakini wapo katika hospitali. Wengine wapo katika sakaratul maut. Kwa sababu gani? Kwa sababu muda wao ushakadiriwa, na pia ni wanatangulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo inatakiwa nini? Inatakiwa tufanye vipi mimi na wewe? Inatakiwa tuitumikie hadithi moja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katuambia nini? Kasema ista'idda lil-maut qabla nuzuli al-maut. Kwa hii hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi na wewe tunaichukulia vipi? Kwa nini leo sisi tusifanye matendo ambayo kwamba yatamfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tukaenda kufurahia siku ya Kiyama, tufuate anasa za dunia? Kwa nini tusiambatane na hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ista'idda lil-maut qabla nuzuli al-maut, iandae na mauti kabla mauti hajakushukia, ai mauti hajakufikia. Tujiandae na sanda, uende dukani ukanunue sanda. Mimi na sanda yangu inatosha mita kadhaa, au kaburi langu nichimbieni mapema, sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasema tujiandae. Bwana Mtume anamaanisha hivyo? Isipokuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakusudia kuwa tufanye matendo mema ambayo kwamba yatakayotufurahisha sisi kesho akhera. Inatakiwa mimi na wewe
tuwe ni wenye kuamrishana mema na kukatazana maovu. Kama hapa mwenzetu ametangulia, tumeona kifungu kimoja ambao kwamba amegusia, mashallah, sote tunaelewa hapa nyuma, kuamrishana mema na kukatazana maovu. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama kuna mtu ambaye kwamba yuko na haki zaidi katika kuishi ndani ya hii dunia, basi ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuko wapi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wako wapi masahaba ambao kwamba walikuwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wapo wapi wale ambao kwamba waliofuatia masahaba? Lakini leo sisi tunajisahau kuwa mbele yetu kuna umauti. Sisi dunia imetuguri, sisi anasa za dunia tumezama ndani yake. Mmoja akasema kuwa mfano wa dunia ni sawa, mfano wa dunia na akhira ni sawa sawa na mashariki na magharibi. Kila unapoenda mashariki, basi magharibi ndivyo unavyokuwa nayo mbali, na kila unapoenda magharibi, basi mashariki unakuwa nayo mbali zaidi. Kwa hiyo kila unaposhikamana na akhira, basi ndivyo ambavyo kwamba unavyokuwa nayo mbali dunia, na pia ukishikamana na dunia sana, pia akhira inakuwa mbali nayo, unakuwa mbali nayo. Sayyidina Ali rahmatullahi alayhi anahusia katika wasia wake, anasema kuwa الناس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كانت قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها لشر خاب بانيها أين التي كانت الدنيا مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. سيدنا علي رحمة الله عليه anatuambia الناس تبكي على الدنيا. Watu wanailia sana hii dunia, watu wanajisahau sana ndani ya hii dunia. Kuna ya kuwa mbele yao kuna mauti, wanajisahau sana watu. Tabki ala dunia, watu wanailia sana hii dunia. Waqad alima, na wanajua hii dunia au wanajua wao anna salamata fiha tarku ma fiha, ya kwamba salama ya dunia, ili usalamike mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili uwe pamoja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi tarku ma fiha ni kuacha yaliyomo ndani ya dunia. Inatakiwa fanya nini? Ni kujiandaa na matendo mema ambayo kama atakufurahisha wewe kesho akhira, ambao kama ni kuichukulia umuhimu hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ista'idda lilmaut qabla nuzul almaut. La dara lilmar'i ba'da almaut yaskunuha, hapana nyumba kwa mtu yeyote ambao kama atakayoishi isipokuwa baada ya kifo chake atakayoishi illa allati kanat la dara lilmar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kanat yabniha illa allati kanat, isipokuwa ile ambayo kwamba alioijenga nyumba kama hiyo. Kwa hiyo Sayyidina Ali rahmatullahi alayhi anatufundisha nini? Ya kuwa ishi hapa duniani, lakini siku moja utaelekea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna kitu ambacho kwamba kitakachokuzuia wewe kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa hilo ni lazima. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia nini? Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi, yani kila kilichokuwa na unyevunyevu, kila kilichokuwa na damu, kila kilichokuwa na dhati, kila kilichokuwa na roho, basi dha'iqatul maut, kitakuwa ni chenye kuonja mauti. Natarajia nani mwenye kuonja mauti kama si mimi na wewe?
لو كانت الدنيا لو كما هي دنيا ingelikuwa ni kudumu لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لو هي dunia kama ingelikuwa ni kudumu kwa watu wake lakana fiha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mukhallada angelikuwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni wa milele ndani ya hii dunia lakini tutazame bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yuko wapi kwa hiyo banaha bi khairi taba maskanu Sayyidina Ali anatuambia kuwa atakayejenga kwa khairi matendo yake ya khairi ukachuma matendo ya khairi basi taba maskanu maskani yake yatakuwa ni yenye kutoa harufu nzuri yatakuwa ni yenye kunukia kwa sababu gani kajiandaa na katumikia hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hapa duniani ista'idda lilmaut qabla nuzul almaut lakini kinyume chake sasa wa ibanaha li sharri khaba baniha pindi akijenga nyumba yake hapa duniani maana kujenga ni hapa duniani kula akhira ndio hisabu hawezi sema kuwa ya Rabbi nataka nirudishe duniani niende nikaitengeneze nyumba yangu hawezi sema kwa ya Rabbi nipatie dakika moja tu ambao kama naweza kujiandaa na matendo mema isipokuwa kwa vile umetenda au kwa vile umejenga nyumba yako hapa duniani umejenga vibaya basi kule akhira hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan pia kinyume chake ndio hivyo hivyo malipo ya wema ni wema na pia malipo ya uovu ni uovu aina allati kanat dunya musaltanatan wako wapi ambao kwamba waliokuwa ndani ya dunia wameka makazi walikuwa wapi wale ambao kwamba waliokuwa ndani ya dunia ni wafalme walikuwa wapi waliokuwa ndani ya dunia wakawa sahihi wanatapatapa ni wagonjwa hospitali wako wapi wale ambao kwamba waliokuwa ndani ya dunia lakini leo hatukuwa nao hatta sakaha bikasi al-maut saqiha mpaka wakanywe kilevi cha sakaratul maut sakaratul maut ilipokuja basi watu kama hao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawahitajia kwake vipi mimi na wewe tusitumikia hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ista'idda lilmaut qabla nuzul almaut jua kuwa wewe hata ukiishi vipi hapa duniani siku moja wallahi utakuwa ni mwenye kugura kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenda kukutana kama ni mtu mwema kukutana na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kullu bil untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin jadba'a mahmulun kila kiumbe kila binadamu kila jini kullu nafsin dha'iqatul maut kila kiumbe mwanamke mwanamume binadamu jini wanyama ndege dha'iqatul maut al-maut babu mauti ni mlango na kila mmoja atapitia mlango kama huo al-maut ka'sun mauti ni gilasi na kila mmoja atapitia gilasi kama hiyo kuitumikia katika kuinywa vipi leo tusijiandae na matendo mema kama alivyotuelekeza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sababu mimi na wewe wa in talat salamatuhu hata umri wako ukadumu ukaishi miaka mingapi ukakaa miaka mingapi ndani ya dunia kuwa na pesa kuwa mtu yeyote ad-dunya madrasatun kabira dunia mshairi anatuambia kuwa ni chuo kikubwa inajua kufundisha watu hii dunia sasa mjinga atakuwa ni yule anaishi ndani ya dunia utaishi vipi ndani ya dunia utampata vipi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na utaelekea vipi njia ya shetani
inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Open kabisa. Njia ya kukufuru iko wazi na njia ya kushukuru iko wazi, na pia vile vile njia ya kheri iko wazi na njia ya shari iko wazi. Kwa hiyo ni choice. Mtu amewekewa achague yeye mwenyewe. Wa in talat salamatu, sababu hata umri wako ukikaa namna gani, siku moja yauman ala alatin jadbaa mahmulun, kwa jeneza siku moja utakuwa ni mwenye kubebwa. Ishi, mpeleke mwenzako leo. Ishi ndani ya dunia, miaka na miaka ndani ya dunia. Wako wapi? Yuko wapi Nabii Nuh? Ameishi miaka mingapi? Katika historia ni miaka 950, kama si 850, 950 ameishi ndani ya dunia. Sasa ni umri wetu ambao kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi amesema kuwa umati wangu ni 63 kwenda kushuka chini, atakaovuka hapo ni wachache. Na ni kweli, maana sasa hivi vijana ambao kwamba hutarajii tena, wengine wanasema kuwa mzee wangu ndio atakayetangulia ndio mimi nifuatie, lakini siku ya pili unasikia jamaa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa in qalat salamatu, hata ukirefuka vipi umri wako, yauman ala alatin jadbaa mahmul. Fa idha hamalta ila alquburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulun. Leo unaibeba jeneza, unambeba mwenzako, unajua kwa huyu ni nani aliyoko ndani. Kafa bil mauti maw'idha, mauti yanafaa kwa ni mawaidha tosha. Leo unambeba mwenzako, unapeleka kaburini, unambeba juu ya jeneza. Tena nasema kwa tupelekeni haraka, maana leo pengine iko siku ya 3, leo pengine yuko siku ya kadhaa. Kwa hiyo tufanyeni haraka tumpeleke. Tena mnampeleka kwa shangwe, basi jua na wewe fa'ala bi annaka ba'daha mahmulun, tambua na wewe siku moja utakuwa ni mwenye kubebwa juu ya jeneza. Kwa sababu gani? Kwa sababu kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi, kila mwanadamu, kila jini, kila kiumbe ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Tabakia dhati ya Mola wako, kullu man alaiha fan, kila kitu kitakwisha hapa duniani. Vipi mimi na wewe tusijiandae na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ista'idda lilmauti qabla nuzuli lilmaut. Jiandae na mauti ndugu yangu. Tambua siku moja utakuwa ni mwenye kubeba kupelekwa kaburini, na hakuna ambacho kwamba kitakachokusaidia wewe isipokuwa na amali njema ambazo kwamba umezitekeleza hapa duniani, ukafuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu na maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tarkananna ila dunya wa ma fiha falmautu la shakka yufnina wa yufniha wa'mal lidar غدا الرضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك أو المسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. لا تركنن إلى الدنيا, usifanye pupa hii dunia, isikuhadae hii dunia. Kun fi dunya ka'annaka gharib. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahusia kuwa hii dunia ishi kana kwamba wewe ni msafiri, ni mgeni. Kun fi dunya ka'annaka gharib, ishi ndani ya dunia hali ya kuwa wewe ni sawa sawa kuwa ni mgeni. Maana ipo siku moja utasongwa na sakaratul maut, utakuwa ni mwenye kuelekezwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
utakuwa kama ni mtu wa kheri, utakutana na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo la tarkananna ila dunya wama fiha, usihadaike, usipapie hii dunia na vile vilivyomo ndani ya dunia. Usihadaike na mali ukasahau kwa kuna mauti, ukasahau kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sababu amwaluna lidhawil mirathi najma'uha, hizi mali zetu zote lidhawil mirathi najma'uha, wale ambao kwamba tunawakusanya, wale wenye kuturithi tunawakusanyia sisi, tunawakusanyia hizi mali. Wale ambao kwamba watakaoturithi sisi ndio wale ambao kwamba watachukua mali. Pia wale watakuwa wenye kukusanyia watu wengine baada yake, itakuwa sakaratul maut, yanawazoa watu wote, inawapeleka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aina allati kanat ad-dunya musalfanatan, wako wapi? Wameishi umri na umri, zama na zama zimepita. Kwani kuna kiumbe kitukufu ambaye kwamba anastahili kuishi ndani ya dunia zaidi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lau kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhaddad, angelikuwa